Rekebisha fikra zako, mtazamo wako ulandane na wa Mungu. Karibuni familia ya Mungu, tunapoangalia sehemu yetu ya pili. Na sehemu ya kwanza tuliangalia somo linalosema tambua mawazo ya Mungu, anachowaza Mungu juu yako. Sehemu yetu ya pili tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukarekebisha mawazo yetu, mitazamo yetu ilandane na Mungu, kwa sababu tumesoma mawazo ya Mungu kwenye Yeremia sura 29 aya 11, neno lake likisema, maana ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, si ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Sehemu ya mawazo ya Mungu ipo vizuri. Tatizo linakuja kwetu, na ili kupata mwanga zaidi, tunaangalia sehemu ya kurekebisha mawazo yetu yalandane na Mungu. Kama hatutarekebisha mawazo, mitazamo yetu ilandane na Mungu, tuwe tuna uhakika tutashindwa. Ni lazima tubebe mawazo ya Mungu, fikra zake. Na sehemu hii ya kwanza katika kurekebisha ni kukataa fikra za unyonge, mawazo ya kinyonge yanayotawala maisha yetu. Ninaamini wengi wetu, hasa tuliotoka upande wa jangwa la Sahara ama Afrika, tuna aina fulani ya fikra ya mtazamo wa maisha, mtazamo ambao tumeupokea kutoka kwenye mila na desturi zetu na asili zetu. Na baadhi ya mitazamo ama fikra hizi ambazo sisi tumezipokea, nyingi sio njema, zina fikra za unyonge. Na kama hatutaweza kubeba mawazo ya Mungu, suala la mafanikio, kuishi maisha yenye ukamilifu ni magumu sana. Tutasoma sehemu chache za maandiko kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza aya ya 6 na sura ya pili aya ya kwanza na ya pili. Inaeleza mawazo ya wana wa Israeli na mawazo yaliyokuwa nayo ndani yao. Walikaa nayo kwa miaka 40, na neno linasema, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akisema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Geukeni mshike safari yenu, mwende katika nchi ya milima ya Waamori na mahali pote karibu katika hiyo Araba, katika nchi ya vilima. Mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Na Kumbukumbu la Torati sura ya pili aya ya kwanza na ya pili nasema, ndipo tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama Bwana alivyoniambia. Tukawa tukizunguka milima ya Seiri kwa siku nyingi. Sijajua umri wako ni miaka mingapi, na tunapima umri wako tangu ulipopata akili mpaka hapa ulipo. Umeendelea kiasi gani? Umefanikiwa kiasi gani katika kila eneo la maisha yako? Kuna baadhi ya watu ukichunguza maisha yao, pengine miaka 10, 20, 30, 40, 50, 60 aliyoishi, ameishi maisha ya mzunguko, mawazo ama fikra ambazo zimekuwa dormant, haziendi mbele. Na watu wengi tumeishi maisha ya namna hiyo, kiasi kwamba mtu akifungwa magereza miaka 10, 15, 20, akitoka gerezani atakukuta uko pale pale. Ni mawazo ya mzunguko. Mawazo ya mzunguko hayaendi popote.
wiki kwa wiki, mwezi kwa mwezi, mwaka kwa mwaka, yuko pale, hajasogea mahali. Yanaitwa mawazo ya mzunguko. Maisha yako vile vile, hayana mabadiliko, sio mazuri sana, na mawazo haya hayampendezi Mungu wala hayampi Mungu utukufu. Na kuna watu wengi hata Wakristo wamebaki na mawazo mgando yenye mzunguko, haendi huku, haendi huku, haendi mbele, ni pale pale na kurudi nyuma. Ndio maana Mungu akawaambia, mlivyokaa katika mlima huo vyatosha, vyatosha. Mawazo ya mzunguko yako tu pale, hayana kingine kipya. Na inawezekana umeishi kwenye mawazo ya namna hiyo, na wakati mwingine utakuta watu wanasema, Mungu mwema, bora kesho kukuche, bora uzima upo, lakini hakuna kitu substantial ameweza kukifanya. Mawazo hayo sio mazuri, hayana maendeleo yoyote, hayana mwendelezo wa kwenda mbele, yuko pale pale. Mawazo hayo sio mazuri, sio mazuri kabisa, na usibaki nayo. Shetani anaweza akakujengea ukuta ukabaki hapo hapo, ni yale aliyojengewa ngome. Ndio maana Paulo anasema tukiangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kilichojiinua juu ya elimu ya Mungu. Mawazo yako ni ya namna gani? Ni yale yale tu ya siku zote, mwaka hadi mwaka, hayana chochote chenye mabadiliko, na unategemea usonge mbele? Haiwezekani. Hata kama tunasema tunamshukuru Mungu, ametupa siku mpya, ametupa wiki mpya, ametupa mwezi mpya, ametupa mwaka mpya, lakini kama hauna mabadiliko, upo pale pale. Mawazo yako yakoje? Haya ni mawazo ya mgando, ya mzunguko, hayana kipya, ni almost unaelekea kufa, sio mazuri. Aliwaambia, mlivyokaa katika mlima huo vyatosha. Ni wapi umezunguka muda mrefu? Maisha yako vile vile. Kwa hiyo lazima uwe na mawazo ya Mungu ndani yako, fikra ya Mungu ndani yako. Sehemu ya kwanza. Aina ya pili ya mawazo ni fikra duni, ama fikra za unyonge, ama mawazo ya kinyonge, ama mawazo yaliyobeba unyonge ndani yake. Tunayapata kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13 kuanzia aya ya 27 hadi ya 33. Lakini pia kitabu cha Hesabu sura ya 14 inaeleza mtazamo wa Mungu juu ya mawazo ya wana wa Israeli. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 13 aya 27, neno linasema, kisha huko tuliwaona wana wa Anaki waliotoka kwa hawa Nefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Aina hii ya mawazo ni mawazo ya uovu. Wana wa Israeli baada ya kupata habari za Kanaani, wao wanasema tulijiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi. Ni fikra duni, inferiority complex. Unajiona mimi ni duni, mimi ni dhaifu, siwezi kwenda mbele. Aina hii ya mawazo ni mabaya kuliko ubaya. Mbele ya Mungu ni adhabu ya kifo. Aina hii ya mawazo, adhabu yake mbele ya Mungu ni uhaini. Mungu akikwambia nenda mbele, unaweka breki. Walisema hatuwezi kupanda tupigane nao, maana wao wana nguvu kuliko sisi. Ni aina ya mawazo yanayoweka breki. Na wakati mwingine unasema mimi siwezi, hali yangu ni ngumu, mimi sio kama fulani ndiye anayeweza. Mawazo haya ni duni, na kuna watu wengi wamebeba mawazo duni. Wanaenda kanisani, wanarudi kanisani,
anakaa hapo mwaka na mwaka. Yale mawazo ni mawazo duni, fikra duni. Ukiwa na fikra za namna hii, ni maangamizi makubwa kwenye maendeleo na swala la kwenda mbele. Watu hawa ni hatari, hata kwa Mungu hawezi kuwaruhusu ende nao, hawawezi kutembea kwenye hatua za Mungu. Lazima uchunguze una mawazo ya aina gani. Kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 aya ya 7a, kile kipengele cha kwanza kinasema, maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ulivyo ni matokeo ya namna unavyoona kwenye nafsi yako. Nilivyo ni matokeo ya namna ninavyoona kwenye nafsi yangu. Swali, wewe unaonaje? Una mtazamo wa namna gani ndani yako wa kila kitu, maisha, kuishi na kukaa duniani? Kama mtazamo ulionao ni mbaya, huwezi kwenda popote. Kama mtazamo wewe ulionao ni mbaya, huwezi kwenda popote. Ukiwa na mawazo duni, fikra duni, mitazamo duni, belief system ya ndani yako ikiwa ni duni, huwezi kwenda popote. Ni hatari sana. Kwa sababu hiyo, ni nini cha kufanya? Kazi kubwa ni kubadili huo mtazamo ulionao ndani yako. Kwa nini unabeba fikra duni? Ulizipata wapi? Fikra za kusema mimi siwezi, hali ni ngumu, kila kitu watanionaje, watanifikiriaje? Kila ukijaribu hiki, ndani yako kuna kwambia no, hauwezi, wewe ni fulani, huna akili, huna ujuzi, can be okay, lakini hayako sahihi. Fikra duni, fikra duni, aina ya mtazamo ambazo haufai. Ni lazima uhakikishe aina hizi za mawazo huwezi kubeba. Ukitembea na mawazo haya, ni magumu sana kwako kufanikiwa. Kama kweli unahitaji utoboe, ni lazima ubadilishe aina hiyo ya mawazo, upate aina nyingine ya mawazo yanayolandana na ya Mungu. Kwa hiyo aina hiyo ya fikra lazima uiondoe. Wana wa Israeli hawakuweza kuingia katika nchi ya ahadi wenye mafanikio, na kati ya tatizo kubwa ni aina ya mawazo, aina ya fikra walizobeba ndani yao. Watu wengi kwenye dunia ya leo wamekuwa maskini, wamekuwa duni, hawakuweza kupiga hatua kwa sababu kuna aina ya mchawi ndani yao, na mchawi huyu sio mwingine, ni aina ya mawazo ya fikra ambayo watu waliibeba wakaiweka ndani yao, na ikaweka break, yakawa ukuta, na kwa sababu hiyo hawawezi kwenda popote. Ni muhimu sana ubadili mawazo ya mzunguko. Unabaki nayo kila siku, na unayaondoaje? Kwa elimu, kwa maarifa. Ndio maana Hosea anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wana mawazo yale yale, wana fikra ile ile, mwaka hadi mwaka. Mtu huyo hawezi kwenda popote. Kwa hiyo ni lazima ubadilishe aina hiyo ya mawazo ya mzunguko. Unakaa nayo mwaka hadi mwaka. Ufanyaji wako wa vitu ni ule ule siku zote. Ni ngumu pia kutoboa. Ama una mawazo duni. Kuna mawazo watu wanakuambia yanaingia ndani yako, yanakumaliza. Unajiona kama panzi. Wewe unajionaje? Aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwenye kila kitu unajionaje? Kama hutarekebisha eneo hilo, uwe una uhakika mpaka kufa utabakia vile vile. Tunahitaji sana kubadilisha ama kurekebisha kipande hicho cha namna unavyojifikiria na unavyojiona wewe. Kama hutaweza kubadilisha, utabakia hivyo mpaka kufa. Kwa sababu hiyo ni muhimu sana urekebishe, uondoe kabisa, udiliti hayo mawazo
ya mzunguko na mawazo duni. Kuna mahali uliyapokea, kuna mtu alikwambia kitu ukakiweka ndani yako. Kwa hiyo ni muhimu kabisa ukae chini ujikague. Wewe umebeba mawazo ya namna gani? Umebeba fikra za namna gani? Kama hizo fikra ni mgando, manake ni za mzunguko ama ni duni, utabakia pale na utasema mimi siwezi, anaweza mwingine. Whereas ulitakiwa uende kilomita nyingi kwenye safari ya maisha. Ni muhimu kurekebisha hilo eneo. Unalirekebishaje? Hata kama ni kusali, ni utume, ni utumishi, ni professional, ni kazi fulani. Je, unakwenda mbele ama umefika kikomo? Wengine anakuja na mawazo mengine, anaenda kilomita zaidi. Ni muhimu sana ukafanyia kazi hilo eneo la kubadili mawazo ya mzunguko na fikra duni ama mawazo duni kwenye maisha yako. Tafakari. Unahitaji muda wa kutafakari na kubadilisha hicho kipengele ndani yako. Ninakuomba ukifanyie kazi sana sana. Wapendwa, unayenisikiliza, lifanyie kazi. Watu wengi wamekuwa maskini wa mwisho, na umaskini umeanzia kwenye fikra. Ni aina ya mawazo uliobeba ndani yako na haikusaidii. Badili hayo mawazo. Tumsifu Yesu Kristo.